Kabla sijaendelea, naomba usubscribe sababu sapoti yako ni muhimu kwetu. Hebu fikiria hii. Ni saa 12 asubuhi. Simu yako inalia alarm ya kukukumbusha kwamba kumesha kucha. Mfukoni una pesa ya kula leo tu. Ndoto zako ni kubwa, lakini hali yako ya sasa ni ndogo. Kila mtu anakuangalia kama mtu wa kawaida tu, lakini moyoni unajua haujazaliwa kuwa wa kawaida. Swali ni moja tu. Je, utaendelea kulalamika au utaamua kubadilika? Hii ni hadithi ya mpambanaji mmoja, na huenda kwa namna fulani ni hadithi yako pia. Kulikuwa na kijana anaitwa Aaron. Hakuwa na background ya kifahari. Alikulia kwenye familia ya kawaida. Wazazi wake walijitahidi kadri walivyoweza, lakini pesa haikutosha. Shuleni alikuwa na ndoto kubwa. Alitaka mafanikio. Alitaka uhuru wa kifedha. Alitaka maisha bora. Lakini alipoanza maisha ya kujitegemea, aligundua kitu ambacho wengi wetu hugundua. Ndoto ni rahisi kusema, nidhamu ndio ngumu kuishi nayo. Aaron alianza kazi ndogo ndogo. Mshahara wake ulikuwa mdogo. Kila mwisho wa mwezi pesa ilikuwa inaisha kabla hata mwezi haujaisha. Alikuwa na tabia ya kununua vitu vya haraka haraka. Outings zisizo na mpango, nguo za kuvutia watu, simu mpya kwa mkopo. Kwa nje alionekana sawa, lakini kwa ndani alikuwa anaanguka. Siku moja alikaa peke yake chumbani. Akaangalia akaunti yake ya benki. Ilikuwa karibu sifuri. Ndipo alipojiuliza swali lililobadilisha maisha yake. Tatizo ni maisha au nidhamu yangu? Hapo ndipo safari halisi ilipoanza. Aaron aliamua kuacha kulaumu serikali, wazazi wake, uchumi au bahati mbaya. Alisema, kuanzia leo nitawajibika na maisha yangu. Alianza kuandika kila anachopata na kila anachotumia.